Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Yes. Ile sura ya 28, tukimbia hapo wote. Kwanza mstari wa kwanza. Biblia inasema, nitakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Ndio. Kwa bidii. Kwa bidii. Kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagiziayo leo. Komea hapo hapo kwanza. Nisikilize, baraka iko ndani ya kinywa cha mtumishi, iko kwa Mungu. Elewa kabisa. Amen. Hello? Amen. So nisikie vizuri? Yes. Kile ambacho unakisikia na kukipokea, hiyo ndo baraka yako. Sijui unaelewa vizuri? Yes. Hello? Amen. Amesema baraka Mungu ameziweka mbele yetu. Ushindi Mungu ameweka mbele yetu. Kila kitu Mungu ameweka mbele yetu. Lakini ili hicho kitu kipate, lazima wasikilize watumishi. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana akuagizayo. Amen. Amen. Utakaposikia sauti ya Bwana, utakaposikia sauti ya Bwana. Yes. Kumbe mema yamefungwa ndani ya sauti ya nani? Sauti ya Bwana. Mema mazuri, mambo yote ambayo unayataka wewe kutembea nayo, yamefungwa ndani ya sauti ya nani? Sauti ya Bwana. Anasema utakapo isikiliza sauti ya Bwana. Namfanya biashara hapa. Amen. Naongea na mfanya kazi hapa. Amen. Namna yoyote ile ambavyo unataka biashara yako iheshimike. Amen. Namna yoyote ile unataka biashara yako ikue. Yes. Namna yoyote ile unataka uchumi wako ukue. Amen. Amen. Kazi ipo katika kusikiliza sauti ya Bwana. Yes. Namna unavyomsikiliza Bwana, na ndivyo anavyokutukuza juu ya nini? Ya mataifa. Yes. Sio, nasikia vizuri? Vile unavyojitoa katika kusikiliza Mungu nini nasema. Hello? Ndivyo Bwana anavyokutukuza wewe. Manake kumbe kukua kwa namna yote ile kunahitaji sana kusikiliza sauti na maagizo ya Bwana yanayokuja kwenye maisha yako. Anasema na ndivyo Bwana atakavyokutukuza juu ya mataifa yote. Juu ya mataifa yote. Ukitaka biashara yako itukuzwe juu ya mataifa yote, lazima ujifunze kutii na kusikiliza sauti ya Bwana nini anasema. Yes. Lazima ujifunze kusikiliza maelekezo ya Mungu nini anasema. Hello? Amen. Hello? Amen. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema Yesu Kristo. Yesu Kristo. Achilia neema juu yangu. Achilia neema juu yangu. Achilia uweza juu yangu. Achilia uweza juu yangu. Achilia nguvu 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 juu yangu. Unapofuata maelekezo unayopewa, na ndipo baraka zako zinasimamia hapo hapo. Amen. Ushindi wako unasimamia hapo hapo. Amen. Uzima wako unasimamia hapo hapo. Amen. Hello? Yes. Sema Yesu. Yesu. Nipe kustawi. Nipe kustawi. Nipe kufanikiwa. Nipe kufanikiwa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya kwa Yesu. Jina la Yesu. Kwa jina la kwa Yesu. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mstari unaofuata. Mstari wa pili. Ndio. Na baraka hizi zote zitakujilia. Na baraka hizi zote. Amen. Amen. Mtumishi wa Mungu kwamba baraka za Mungu ameziweka wapi? Mbele yetu. Kaziweka wapi? Mbele yetu. Kaziweka mbele yetu. Hello? Amen. Na ili hizi baraka ambazo Biblia inasema pazikujilie, lazima ujifunze kuisikia sauti ya nani? Ya Mungu. Sauti ya Mungu. Amen. Amen. Soma mstari wa pili. Na baraka hizi zote zitakujilia. Na baraka hizi zote zitakujilia. Na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kumbe baraka za Mungu ili zikupate, lazima ujifunze kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Hello? Amen. Hello? Amen. Ngoja nikwambie, kuna mahali unatamani kwenda sana. Kuna sehemu unatamani kuingia sana. Ila usipojifunza kuisikiliza sauti na baraka za Mungu zitakuja kwako. Amen. Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Usipojifunza kusikiliza sauti ya Mungu, baraka za Mungu hizo zikaja kwako. Yes. Mpenyo uwezo ukatokea kwako. Hello? Hello? Amen. Tunaelewana? Sema Yesu. Yesu. Mimi nitafanikiwa tu. Mimi nitafanikiwa tu. Mimi nitafanikiwa tu. Mimi nitafanikiwa. Mimi nitafanikiwa tu. Mimi nitafanikiwa tu. Mimi nitafanikiwa tu. Mimi nitafanikiwa tu. Endelea kusoma. Mstari wa 3. Ndio. Utabarikiwa mjini. Utabarikiwa mjini. Utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Utabarikiwa. Amen. Amen. Maandiko yanasema utabarikiwa mjini. Utabarikiwa mashambani. Amen. Amen. Utabarikiwa mjini. Manake ili baraka hizi zikufate mjini na mashambani, lazima ujifunze kusikiliza nini? Sauti ya Mungu. Yes. Manake baraka za mashambani, baraka za mjini zimefungwa ndani ya sauti ya nani? Sauti ya Mungu.
Na ili hizi baraka zitembee na wewe, lazima ujifunze kutembea na sauti ya Mungu. Yes. Jifunze kusikiliza maagizo ya Mungu. Ndio. Hello? Amen. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako. Hello? Amen. Hello? Amen. Maanake hizi baraka ili zitembee na wewe, lazima ujifunze kuitii na kuisikiliza sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu. So nasikia vizuri? Amen. Sauti ya Mungu ikiwa mbele yako, hakuna kitu kitakushinda. Yes. Hello? Ndio. Hello? Yes. Haijalishi kuna jambo litainuka, sauti ya Mungu itakuelekeza tu. Amen. Sauti ya Mungu itaenda na wewe tu. Amen. Sauti ya Mungu itatembea na wewe tu. Amen. Nachia nguvu ya uponyaji juu yako mchana wa leo kwa jina la Yesu. Amen. Naamuru nguvu ya uponyaji juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Ninaamuru nguvu ya uzima kwa jina la Yesu. Amen. Na kila madhabahu iliyoinuka juu yako na iangusha chini kwa jina la Yesu. Amen. Kila madhabahu iliyosimama kushindana na wewe naivunja kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo madhabahu haitaishi juu yako tena kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo madhabahu haitainuka juu yako tena kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo madhabahu haitasimama tena juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo madhabahu haitaishi tena juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Nazivunja madhabahu zilizoinuka kwenye maisha yako. Amen. Nazivunja madhabahu zilizosimama kwenye maisha yako. Amen. Juzi Ijumaa, amen. Jumaa nilikuwa nimekaa na babangu Akilo, tukawa tunaongea naye. Kaniambia, mbona wewe una nguvu sana kuwafanikisha watu? Amen. Hello. Kuna kitu alikiongea hapo, sitamani hata kukiongea ukisikia wewe. Amen. Isikilize sauti ya Mungu, kuna mahali utaenda. Na ni kitu ambacho mimi nimekaa nikatathmini, nikaona ni sawa. Kwa mfano Jumamosi kanifuata mama hapa mmoja, amen. Anadaiwa na mabenki huko. Hello. Jumamosi anadaiwa na mabenki. Nataka kuuza kila kitu chake. Nimemwombea Jumamosi, Jumanne ananipigia simu ananiambia amemaliza madeni yote. Sasa nabaki nawaza. Yes. Nabaki nawaza, wewe unaambatana na mimi una shida gani? Hello. Hebu mtumainie Mungu akusaidie. Kuna mahala hautaenda. Hello, kama utasikia sauti ya Mungu. Nakwambia ukweli. Kuna mahala utapiga hatua. Hello. Baraka zinapokuwa kwenye maisha yako, jifunze kujifungamanisha nazo. Jifunze kujiambatanisha nazo. Sio, nasikia vizuri? Jifunze kujifungamanisha nazo. Baraka zinapokuwa mbele yako, jifunze kujifungamanisha nazo. Jifunze kujiambatanisha nazo. Hello. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema, Yesu, baraka yako iwe pamoja na mimi. Iwe pamoja na mimi. Iwe pamoja na mimi. Ikiwa Mungu amenipa neema ya kukufanikisha, na kutamkia mafanikio mbele yako kwa jina la Yesu. Amen. Na kutamkia mafanikio mbele yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki kwa namna yoyote ile. Amen. Natuma ibada ya leo ikakutoe mahala ulipo, ikuingize sehemu nzuri kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Chochote unachokifanya Mungu akitie nguvu ya mafanikio kwa jina la Yesu. Amen. Wewe ambaye huna uwezo wa kuzalisha, na mulu neema ya kuzalisha kwenye eneo lako ikazalishe kwa jina la Yesu. Amen. Hello. Amen. Kila uliyefichwa ninakuzilisha leo kwa nguvu ya Mungu. Amen. Kila uliyefukiwa na kuzilisha leo kwa nguvu ya Mungu. Na kutuma ukastawi kila sehemu. Yes. Na kutuma ukainuke kila sehemu. Yes. Na kutuma ukangaze kila sehemu. Yes. Na kila madhabahu za uharibifu naziangusha chini leo. Madhabahu za kipepo nazivunja leo. Hey. Madhabahu za giza nazisambaratisha leo. Yes. Kila mkono ulioinuka juu yako nauvunja kwa jina la Yesu. Na kila silaha iliyoinuka kinyume na wewe haitafanikiwa kuanzia sasa hivi. Amen. Kila madhabahu ninaziamuru kuanzia sasa hivi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Yes. Yesu, ukiwa umenipa neema ya kuwavusha watu hawa, natamka kila sehemu ulipokwama sasa hivi, mahala hapo utoke kwa jina la Yesu. Yes. Kila ulipochelewa sasa hivi kwa jina la Yesu, natamka utoke hapo. Yes. Kila kizuizi kilichokuzuia leo nakiangusha, na amuru uondoke mahali hapo kwa jina la Yesu. Kila ulipocheleweshwa na amuru uondoke hapo mahali kwa jina la Yesu. Kila ulipokawishwa na amuru uondoke hapo kwa jina la Yesu. Kila ulipofungwa na toa tamko sasa hivi, madhabahu hizo zikuachie kwa jina la Yesu. Yes. Madhabahu hizo zikuachie kwa jina la Yesu. Yes.
Madhabahu za kipepo zikuachie kwa jina la Yesu. Madhabahu za kijini zikuachie kwa jina la Yesu. Madhabahu za kiganga zikuachie kwa jina la Yesu. Madhabahu za kichawi zikuachie kwa jina la Yesu. Natoa tamko mbele yako. Kila kilichokushikilia leo kikuachie kwa jina la Yesu. Sema kiniachia haraka. Kiniachia haraka. 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 Tamka kwa nguvu, sema kiniachia haraka. Kiniachia haraka. Sema kiniachia haraka. Kiniachia haraka. Sema chochote kile kilichonifunga, kilichonishikilia, kilichonichelewesha, sema kiniachie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema chia. Sema chochote kile, kila madhabahu iliyotawala maisha yangu, iliyoshikilia maisha yangu, sema bomoka sasa hivi, 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 kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema Yesu, Yesu, kila utawala, kila madhabahu, kila falme, kila nguvu za yule adui, naziangusha chini, naziangusha chini, naziangusha chini, zianguke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mahali ambapo umezuiliwa usionekane, na tamka kwanza kuonekana kwanza muda huu. Kibali chako kilichoondolewa na kirejesha sasa hivi kwa jina la Yesu. Amen. Neema yako ile kukimbia na irejesha leo kwa jina la Yesu. Amen. Nguvu yako ilikuwa imetoka na irejesha kwa jina la Yesu. Amen. Wewe ulikuwa umepoteza nguvu ya ibada, nguvu ya biashara, nguvu ya kazi, nguvu ya kiuchumi. Na tamka nguvu hiyo irejee mara 7 kwa jina la Yesu. Amen. Nguvu hiyo irejee mara 7 kwa jina la Yesu. Amen. Nguvu hiyo irejee mara 7 kwa jina la Yesu. Amen. Na wewe ambaye umenyang'anywa kibali, amen. Kibali chako kimeondoka, neema yako imeondoka. Leo natuma hiyo neema kurejea kwa jina la Yesu. Neema ya fedha irejee kwa jina la Yesu. Neema ya biashara irejee kwa jina la Yesu. Neema ya ndoa irejee kwa jina la Yesu. Neema ya kazi irejee kwa jina la Yesu. Neema ya mifugo irejee kwa jina la Yesu. Kibali kirejee kwa jina la Yesu. Kibali kirejee kwa jina la Yesu. Kibali kupita kawaida. Kibali cha kuvuka. Kibali cha kuvuka. Kibali cha kufungua mipaka. Kibali cha kuingia mkoa mwingine. Kibali cha kuingia nchi nyingine. Kibali cha kuvuka. Kibali cha kusafiri, kibali cha kufanya kazi, kibali cha biashara, na kirejesha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema napokea kibali. Napokea kibali. Sema kila nilichokuwa nimepoteza. Sema kila nilichokuwa nimepoteza. Kirejee sasa hivi. Kirejee sasa hivi. Sema tena kirejee sasa hivi. Kirejee sasa hivi. Sema chochote kile nilichokuwa nimepoteza. Sema kirejee. Sema rejea. 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 Ulinzi kwenye maisha yangu. Ulinzi kwenye kazi yangu. Ulinzi kwenye biashara yangu. Sema rejea. Naomba utamke kwa kumaanisha. Hello. Amen. Nasikia nguvu ya kuwavusha watu maana. Amen. Naomba utamke kwa kumaanisha. Tamka kwa kumaanisha. Ndio. Tamka kwa kumaanisha. Hello. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Sema kila ulinzi. Sema kila ulinzi. Uliokuwa umeondoka juu yangu. Uliokuwa umeondoka juu yangu. Sema kila ulinzi. Uliokuwa umeondoka juu yangu. Sema urejee leo. Sema urejee leo. Sema urejee leo. Kila ulinzi uliokuwa umeondoka kwenye afya yangu, kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye fedha yangu, kwa watoto wangu, kwenye masomo yangu. Sema napokea ulinzi mpya. Sema napokea ulinzi mpya. Sema napokea. Sema napokea ulinzi wa kazi, ulinzi wa fedha, ulinzi wa biashara, ulinzi wa nyumba, ulinzi wa mifugo, ulinzi wa fedha, ulinzi wa biashara. Pokea. Sema kila ulinzi ulikuwa umeondoka juu yangu. Sema kila msaada utokao juu ulikuwa umeondoka juu yangu. Sema kila msaada utokao juu ulikuwa umeondoka juu yangu. Sema kwa jina la Yesu. Sema Yesu, niagizie msaada wako. Sema niagizie msaada wako. Sema kila msaada utokao juu ulikuwa umepungua kwangu, ulikuwa umeondoka kwangu. Sema na upokea leo. Sema na upokea leo. Sema na upokea leo. Sema na upokea leo. Sema na upokea leo kwa jina la Yesu. Tamka kila ulinzi ulikuwa umeondoka juu yako. Ulinzi na msaada wa Mungu utokao juu ulikuwa umeondoka juu yako. Na tamka ulinzi huo urejee kwako kwa jina la Yesu. Amen. Ninamwamsha mtu wa ndani aliyekuwa amezimia na kulala usingizi. Ninaiamsha roho yako ilikuwa imeshindwa tena kufanya biashara. Imekata tamaa, haiwezi kufanikiwa tena. Imekata tamaa, haitaki kufanya kazi. Na iamsha hiyo roho mchana wa leo kwa jina la Yesu. Na tamka hiyo roho ya sasa hivi.
Naiamsha hiyo roho, naiamsha hiyo roho, naiamsha hiyo roho, naiamsha hiyo roho. Roho ya biashara mpya, roho ya kazi mpya, roho ya uchumi mpya, roho ya kazi mpya. Naiamsha kwa jina la Yesu, naiamsha kwa jina la Yesu, naiamsha kwa jina la Yesu, naiamsha kwa jina la Yesu. Sema iamke sasa hivi. Iamke sasa hivi. Sema iamke sasa hivi. Iamke sasa hivi. Sema iamke. Iamke. Haya ni maagizo yangu leo. Yes. Kila uliokuwepo mahali hapa, ndio ambaye Mungu amekufanya ukutane nami Jumapili ya leo. Amen. Natoa tamko na agizo. Yes. Hiyo roho iliyokuwa imelala haiwezi tena kufanya biashara. Imepoteza tumaini tena. Yes. Inaona haiwezi tena. Inaona haiwezi kupiga hatua tena. Sasa hivi ewe mtu sikia. Naongea na mtu, ewe mtu sikia. Siongei na mwili wa mtu, naongea na mtu. Ewe mtu sikia. Siongei na mwili wako huu unakuchelewesha. Mwili uliochanjwa chale, mwili uliologwa kwa madawa, mwili uliofungwa kwa mafundo, siongei nao huo. Naongea na roho ya mtu iliyoko mahali hapa. Naongea na mtu aliyoko mahali hapa. Naisemesha roho yako na mwili wako sasa hivi. Naisemesha roho yako sasa hivi. Ilikuwa imeishiwa nguvu, imeishiwa kibali, imeishiwa kibali. Leo natamka roho yako iamke kwa jina la Yesu. Mtu wako ndani na muamsha kwa jina la Yesu. Mtu wako ndani na muamsha kwa jina la Yesu. Na muamsha afanye biashara tena, na muamsha afanye kazi tena, na muamsha aende kazini tena, na muamsha apate fedha tena kwa jina la Yesu Kristo. Sema yes. Sema yes. Sema yes. Sema yes. Hey yes. Jumapili ya leo. Jumapili ya leo. Jumapili ya leo. Jumapili ya leo. Mtu wangu. Mtu wangu. Mtu wangu. Mtu wangu. Sema mimi hapa. Mimi hapa. Sema mimi hapa. Mimi hapa. Kila nguvu. Kila nguvu. Nilikuwa nimepoteza. Sema irejee leo. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nataka ukitoka hapo ukafanya biashara kwa nguvu. Yes. Amen. Ndio. Kuna mtu ananielewa uko hapa? Yes. Ukitoka hapo ukafanye kazi kwa nguvu tena. Amen. Yes. Hello. Amen. Maneno yangu ni sheria. Amen. Hello. Yes. Na wala hayafungamani na huzuni na umaskini ndani yake. Yeah. Natamka kuanzia dakika hii. Amen. Yes. Kuanzia muda huu. Hello. Amen. Kama unayasikiliza maagizo ambayo ninakwambia, natamka kuanzia sasa hivi. Amen. Amen. Hello. Wewe ulikuwa huwezi kufanya, utaanza kufanya kwa jina la Yesu. Ulikuwa huwezi kutenda, utaanza kutenda kwa jina la Yesu. Amen. Ulikuwa umekata tamaa, pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Yes. Pokea kibali kipya kwa jina la Yesu. Pokea. Pokea uamsho mpya kwa jina la Yesu. Pokea. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Kuna mtu ananielewa? Amen. Sema inawezekana. Inawezekana. Mimi kufanikiwa. Mimi kufanikiwa. Sema tena inawezekana. Inawezekana. Mimi kufanikiwa. Mimi kufanikiwa. Na kutuma ukafanikiwe kuanzia sasa hivi. Amen. Na kutuma ukafanye vizuri kuanzia sasa hivi. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Natamani leo nijaze sana watu nguvu. Amen. Amen. Uko tayari? Amen. Natamani leo nijaze sana watu nguvu, sawa? Yes. Hello. Amen. Nakupa nguvu ya kufanya kila ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Yes. Kuna mtu ananielewa? Amen. Nataka leo nikupe nguvu kwenye kila eneo lako. Yes. Ukisimama usimame kama mtu aliamriwa kufanikiwa juu ya ile eneo. Amen. Hello. Hello. Yes. Bado hujanielewa bado. Amen. Kwa mtu anaelewa? Mara popote Mungu amekuweka leo, natamka ukafanikiwe kwa jina la Yesu. Mara popote Mungu amekuweka leo, natamka ukainuke mara 7. Natamka ukazidi mara 7.